Sisi mkoa wa Dar es Salaam leo tumeungana na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuadhimisha kilele cha siku ya wanawake duniani. Na sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tumeitikia wito wa kuhakikisha kwamba tunajumuika kwa pamoja katika kusherehekea siku kuu hii muhimu ya wanawake. Na agenda moja kubwa tumeendelea kusisitiza kuhusu matendo mabaya na hasa vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia ambavyo vinaweza kukwamisha makuzi na maendeleo makubwa kwa mwanamke. Tumemshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu leo tunaziona sheria kadhaa zikiwa zimekwishaanza kutekelezwa na hasa katika kumfeva ama kumjali mwanamke. Kwa mfano, mwanamke anayezaa mtoto njiti, mtoto chini ya miezi 7, leo anapata likizo yake mpaka pale mtoto atakapotengamaa, kujumlisha pia na zile likizo sahihi ambazo tumezizoea kwa mujibu wa taratibu. Lakini zaidi ni kwamba kuna Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, na ndani ya Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, moja agenda kubwa ni kuhakikisha kwamba wanawake wanawezeshwa kiuchumi ili waweze kuwa muhimili mkubwa wa kiuchumi ndani ya familia na ndani ya taifa letu. Zaidi tumezungumzia kwamba mapinduzi na maendeleo makubwa ya mwanamke yapo ndani ya mwanamke mwenyewe. Nikisema yapo ndani ya mwanamke mwenyewe, maana yake ni kwamba lazima mwanamke muda wote awe na ufikiri chanya kuhusu yeye mwenyewe, lakini zaidi awe ni mtu ambaye yuko tayari, awe ni mtu mwenye confidence katika kuhakikisha kwamba tunabadilika, lakini awe ni mtu pia ambaye anaweza kuzipata fursa na kuzitengemeza fursa. Na mwisho, hapa tupo eneo la Mwebepande, eneo ambalo ni game reserve, eneo ambalo ni reserve ambayo inamilikiwa na TAWA chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Hoja ya msingi tuliyokuja nayo hapa ni kuhakikisha na kuona kwamba mali zilizopo hapa kwa maana ya wanyama, namna wanavyoweza pia kuleta fursa kubwa kwa wanawake. Kwa mfano, hapa kuna wanawake ambao wamejitokeza kwa ajili ya mapishi, kuna wanawake ambao wamejitokeza kujenga nyumba za wageni ndani ya eneo hili. Kwa hiyo tumechukua huu kama mfano wa wanawake wachache ambao wanafanya kazi kubwa ya kujiimarisha kiuchumi wao wenyewe, lakini kwa maslahi mapana pia ya taifa letu. Nihitimishe tu kwa kusema tumefurahishwa sana kumtumia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kama mfano mmoja wa mwanamke ambaye amekwisha piga hatua kubwa katika uongozi, lakini yeye pamoja na wanawake wengine duniani, mnakumbuka kina Helen wa kule Liberia, pamoja na wanawake wengine duniani waliowahi kushika nyadhifa zinazofanana na Dr. Samia Suluhu Hassan, amefungua ukurasa kuwasaidia wanawake wengine, na hasa mwaka huu ambao tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu, kuhakikisha kwamba ndani ya vyama vya siasa basi wanatoa nafasi kubwa kwa wanawake, ili mfumo wa ndani wa upatikanaji wa wagombea basi wanawake wawe pia sehemu ya viongozi watakaopatikana kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ninaitwa Dorothy Masawe, ni mkuu wa pori hili la Akiba Pande. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam. Tunamshukuru Katibu Tawala wa Mkoa wa Dar es Salaam. Tunawashukuru pia wetu wa wilaya Kinondoni na viongozi wengi sana wa serikali. Tunawashukuru sana katika mkoa huu. Kwa pamoja wameweza kuhamasisha wananchi, hasa kuanzia Leaders Club uwanjani pale baada ya maadhimisho. Tumeona mwitikio mkubwa sana wa kina mama wameweza kuja hapa. Kwa hiyo leo kama pori la Akiba Pande tunamshukuru mkuu wa mkoa, ameweza kuhamasisha watu, hasa wanawake wamekuja wengi. Kwa pamoja tumeweza kula kwa pamoja, tumeweza kuburudika kwa mziki, na tunasema asante sana kwa kuweza kutupatia nyama pori. Tunasema asante mkuu wa mkoa, tumefurahi. Akina mama wengi wameitika wito na wameona umuhimu wa pori letu, wameweza kutalii na kuona wanyama wetu walioko hapa ndani ya pori. Na pamoja na yote tumefahamiana na tunaahidi na kuamini kwamba tutaendelea kutoa huduma nzuri, na wao watazidi kutuletea wananchi, ndugu, jamaa na marafiki, hasa waliopo maofisini, kuja kutembelea pori letu la Akiba Pande. Jambo ambalo tumeliona la faraja sana kwa siku ya leo, tumeona tunawatoa huduma wanawake katika maeneo yetu yote matatu.
na wanawake hao wamethibitisha kwamba tunaweza. Lakini pia wananchi leo ambao ni majirani wanawake wamekuja hapa Pande kushirikiana nasi katika kufurahia siku yetu. Kwa hiyo kama pori letu la akiba Pande, kiuchumi tunapenda sana kushirikiana na majirani zetu. Na majirani zetu ni wanaume kwa wanawake, wote ambao wako tayari katika kufanya shughuli la kuendeleza pori. Mimi naitwa Sadi Mtambule, mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Leo tarehe 8 mwezi wa 3, sisi wilaya ya Kinondoni na tumefurahi pia, tumekuwa na mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, kaka yetu Albert John Chalamila, pamoja na kina mama wote wa mkoa wa Dar es Salaam. Tumesherekea kwa kufanya mambo mbalimbali sikukuu hii, maadhimisho haya ya siku ya mwanamke duniani, inayoenda na kauli mbiu isemayo wanawake na wasichana 2025, tuimarishe haki, usawa, lakini pia na tuimarishe masuala ya uwezeshwaji. Lakini pia siku ya leo hii tumekuja kwenye msitu huu wa Pande. Tumeona hapa ambao ni msitu unaoongozwa na unaosimamiwa na wenzetu wa TAWA, chini ya dada yetu Dorothea Masawe kama mhifadhi mkuu. Tumeona hapa kuna wanyama wa aina mbalimbali. Msitu huu zamani ulikuwa na jina ambalo ukiambiwa msitu wa Pande unaona kama ni sehemu ambayo ni majambazi na vitu vingine vya namna hii. Lakini sasa hivi siku ya leo tumekuja, tumeona tuna wanyama wa aina mbalimbali, kuanzia simba, tumeona chita, tumeona mamba, tumeona hapa pundamilia, tumeona swala na wanyama wengine wengi wako hapa. Kwa hiyo ni kivutio kizuri kwenye pole hili la akiba la Pande. Lakini pia tumeona msitu huu wenye hali ya hewa mzuri na mandhari mzuri kabisa ya asili. Tumeona pia na mabwawa. Kikubwa ambacho tumejifunza siku ya leo ni kwamba tuna mafanikio sisi kama wilaya ya Kinondoni na mkoa wa Dar es Salaam. Mafanikio haya tunayoona kwa akina mama kuchangamkia fursa mbalimbali. Ukienda kwenye eneo upande wa kisiasa, tunao viongozi wengi kwa kweli wa mfano wa kuigwa wenye mchango mkubwa kwa taifa letu. Tukianza na mama yetu Gertrude Mongera, akina Bibi Titi, akina Ana Makinda ambao wamekuwa viongozi kwa muda mrefu kwenye nchi yetu hii. Lakini tunao akina Dr. Tulia Ackson ambao ni spika wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunao mawaziri wa kike akina Dr. Dorothy Gwajima, akina Jenista Mhagama na wengine wengi wanafanya kazi mzuri sana. Lakini ukienda kwenye sekta ya biashara pia utawakuta wapo akina mama wengi wamechangamkia. Na kwa kweli sisi katika wilaya ya Kinondoni wafanyabiashara waliokuwa wengi wa ngazi ya kati na kwa kiasi fulani ngazi ya juu wapo pia ni akina mama, tunaojivunia sana. Lakini tumeona leo kwenye maandamano wapo akina mama kwenye sekta ya uhandisi. Kuna akina mama wenye makampuni wanafanya vizuri kabisa, class 1, class 2, class 3 na maklasi mengine, wanachukua kazi mbalimbali za kikandarasi kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo. Lakini tumeona akina mama kwenye sekta ya utabibu wanafanya vizuri sana, wana mahospitali, ni madaktari bingwa, wapo kwenye hospitali zetu mbalimbali kama pale Muhimbili, hospitali ya moyo ya Jakaya Kikwete na hospitali nyingine mbalimbali. Lakini tunawaona pia akina mama kwenye sekta ya maji wako huko, na sekta ya fedha na sekta zingine za utoaji wa huduma.